na mwanga wa milele uangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie. apumzike kwa amani. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Taifa la Mungu, karibuni katika adhimisho la misa takatifu. Leo hii Ijumaa tunaadhimisha kwa heshima ya moyo mtakatifu wa Yesu. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungania Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutoatimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Bwana utujalie tuliche daima jina lako takatifu na kulipenda, kwa maana huwanyimi kamwe uongozi wako wale ulioimarisha katika upendo wako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 25 aya ya kwanza hadi aya ya 12. Ikawa katika mwaka wa 9 wa utawala wake, katika mwezi wa 10 na siku ya 10 ya mwezi huo, Nebukadreza mfalme wa Babeli akaja yeye na jeshi lake lote kupigana na Yerusalemu. Akapanga hema zake kukabili, nao wakajenga ngome juu yake pande zote. Basi mji huo ulihusuliwa hata mwaka wa 11 wa mfalme Sedekia. Siku ya 9 ya mwezi wa 4, njaa ilikuwa nzito ndani ya mji, hata hapakuwa chakula kwa watu wa nchi. Ndipo mahali pakabomolewa katika ukuta wa mji. Watu wote wa vita wakakimbia usiku kwa njia ya lango lililokuwa kati ya zile kuta mbili, karibu na bustani ya mfalme. Basi wale Wakaldayo walikuwa wakizuia mji pande zote. Mfalme akaenda kwa njia ya haraka, lakini jeshi la Wakaldayo wakamfuata mfalme, wakampata katika nchi tambarare ya Yeriko, na jeshi lake lote walikuwa wametawanyika na kumwacha. Ndipo wakamkamata mfalme,
wa askari walinzi, wakaibomoa kuta za Yerusalemu pande zote, na mabaki ya watu waliosalia katika mji. Nao wale waliosalia na kukimbilia mfalme wa Babeli, na mabaki ya watu wote wengine. Watu hao Nebuzaradan, amiri wa askari walinzi, akawachukua mateka, lakini huyo amiri wa askari walinzi akawaacha watu walio maskini ili wawe watunza mizabibu na wakulima. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: ulimi wangu uandamane nisipokumbuka. Ulimi wangu uandamane nisipokumbuka. Kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Katika miji iliyo katikati yake tulivitundika vivuli vyetu. Ulimi wangu uandamane nisipokumbuka. Maana huko walituchukua mateka, walitaka tuwaingie, na waliotuonea walitaka furaha. Tuimbe basi ya nyimbo za Sayuni. Ulimi wangu uandamane nisipokumbuka. Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni, Yerusalemu, nikikusahau wewe, mkono wangu wa kuume na usahau. Ulimi wangu uandamane nisipokumbuka. Ulimi wangu na uandamane, na kakaa la kinywa changu nisipokumbuka, nisipoikuza Yerusalemu zaidi ya furaha yangu iliyo kuu. Ulimi wangu uandamane nisipokumbuka. Shangilio. Hallelujah.
ushuhuda kwao. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Yesu Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, Mungu anazungumza nasi siku hii ya leo kupitia neno lake takatifu. Tumesikia somo la kitabu cha pili cha Wafalme, somo la kwanza, lakini vile vile Injili takatifu iliyoandikwa na mwinjili Mathayo. Jana pia tumesikia kitabu cha pili cha Wafalme. Naendelea kusikiliza simulizi inayowahusu wana wa Israeli ambao wamemtenga Mungu, wamemwasi Mungu, na Mungu anawaingiza au anawaadhibu na kuwaelekeza kwa njia ya adhabu, yaani anatumia mataifa mengine kuwaadhibu, kuwarekebisha na kuwakumbusha kwamba daima Mungu amekuwa nao katika safari yao ya maisha tangu alivyowakomboa kule Misri. Na ndiyo maana tumesikia katika somo hili la kwanza hapa kwamba mji wa Yerusalemu unaharibiwa, unatekwa, lakini nyumba ya Mungu ndio hekalu nalo linaangamizwa Yerusalemu huku. Na watu wanaendelea kuchukuliwa mateka, wengine wanaenda kufanya kazi katika mashamba ya mizabibu. Na ndio maana katika kulithibitisha hilo tumesikia katika Zaburi, yaani wimbo wa katikati, wanavyolalamika, wanavyosimulia namna ambavyo mateso na mahangaiko wanayoyapitia. Wapendwa, sisi nasi wakati mwingine tunakuwa kama wana wa Israeli. Daima Mungu amekuwa nasi tangu tunapozaliwa na tunaingizwa kuwa Wakristo wa Katoliki kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Mungu anakuwa njia hapo, Mungu anakuwa pamoja nasi kama viumbe vyake, lakini inatokea mara kadhaa, mara moja au mara mbili, tunamwasi Mungu. Tunamwasi Mungu kwa sababu ya dhambi, tunamkosea Mungu na tunasahau daima mapenzi yake yote anayotufanyia katika maisha yetu. Tunamwasi Mungu, na wakati mwingine tunapitia changamoto za maisha pasipo kujua, na tunakuwa tunalalamika, labda Mungu amenisahau, Mungu ameniacha. Daima Mungu yuko pamoja na sisi, ila sisi inatokea mara kadhaa tunakuwa kinyume, tunaacha kuyatimiza au kuyafuata yale ambayo Mungu mwenyewe daima anatutaka tuyafuate. Na katika Injili tumesikia mkoma mmoja. Unajua jamii ya wakoma hao waliokuwa wakiuma ukoma, ugonjwa ulikuwa hatari, walikuwa wanatengwa, hawakuchangamana na watu. Kulikuwa na kijiji ambacho walipaswa kukaa mashambani, lakini bwana huyu anajikaza, anamfuata Kristo. Ameshasikia, ameshaambiwa habari ya Mungu kwamba Mungu anaponya, Kristo anaponya, na yeye kwa imani na matumaini na mapendo kwa Kristo anamfuata na kumwambia tena, anamwambia kwa sala, ukitaka waweza kunitakasa, yaani ukitaka na ukiweza unaweza kuniponya. Anamuomba mponye, na basi Mungu anamwambia nataka, takasika, anamponya, anamuondolea ukoma wake. Wapendwa, sisi nasi tunao ukoma, kila mmoja wetu ana ukoma wake, kilema chake ambacho lazima kumwambia Mungu. Piga magoti, mwambie Mungu, muombe msamaha, mwambie niondolee kilema hiki, ukoma huu wa kusengenya watu. Mwambie Mungu, niondolee uongo, niondolee ukoma wa wizi. Kila mmoja wetu ana ukoma ambao daima unamsumbua, kwa sababu ni wazi kwamba hatuko wakamilifu. Kumbe wapendwa, lazima tujikabidhi mikononi wa Mwenyezi Mungu, tupige magoti, tumuombe atusaidie, atuponye kwa maradhi au ukoma unaotusumbua katika maisha yetu ya nyakati zetu. Na Mungu daima yupo kwa ajili yetu. Hatuna sababu ya kuogopa, tumtumainie yeye, tumtegemee yeye na atatuponya, kama ambavyo tumesikia katika Injili. Daima Mungu yupo kwa ajili yetu sisi viumbe vyake. Tusiogope, neema ya Mungu yatutosha na ipo kwa ajili ya walio tayari. Tumsifu Yesu Kristo.
Kwa hiyo sisi
Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Beatus Christian Urassa na askofu mstahili Damian Kiaruzi na waklero wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na matukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake Mungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioandikwa kwenye kalamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Amina.
Tuombe. E Bwana, umetufanya wapya kwa kutulisha mwili mtakatifu na damu azizi ya mwanao. Tunakuomba huruma yako ili hayo tunayoyaadhimisha mara nyingi kwa ibada yatupatie utimilifu wa ukombozi kwa njia ya Kristo Bwana